Na Quinto Wafula. Na huku hayo mtazamaji akijiri, Rais William Ruto ameonya vikali waandamanaji akiwataka kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa kuzingatia sheria na kuepuka vitendo vinavyohatarisha amani na udhabiti wa taifa. Rais aliyezungumza akiwa katika kaunti ya Kilifi aliwakomea wanaojihusisha na fujo, uporaji na uharibifu wa mali, akisema matendo kama hayo yanapotosha lengo halisi la maandamano. Cheche za siasa hususan kuhusu maandamano yaliyoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini zilisheheni katika mazishi ya Gideon Baya, babake gavana wa kaunti ya Kilifi Gideon Mung'aro. Viongozi kutoka matabaka mbalimbali wakimpatia Rais William Ruto mawaidha ya kumtia moyo na kuendelea na utawala wake ulivyo. Mgonjwa wa jipu, wakati daktari anakamua jipu ili lipone, ule mgonjwa si rafiki wa daktari. Lakini urafiki wa daktari na mgonjwa wa jipu utakuja baada ya jipu limepona. Leo hii uko mbio kukamua jipu na Mkenya ili Mkenya apate nafuu. Bila shaka kutakuwa na makelele. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga naye akizungumza kwenye mazishi yayo hayo alitetea utekelezwaji wa maandamano nchini Kenya. Hata hivyo, akasisitiza lazima waandamanaji wadumishi amani. Wakenya wengine wako barabarani hapa na pale, na hiyo ni haki ya kila mtu. Haki ya kusema kama mambo hayaendi vizuri, unaweza kujitokeza na ukafanya maandamano. Maandamano imehalalishwa na katiba yetu, lakini maandamano yanataka kufanyike kwa njia ya amani. Haya kijiri, maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya kizazi cha Gen Z yalikuwa menoga katika kaunti kadha wa kadha. Rais William Ruto aliponyanyuka kuzungumza katika mazishi hayo, lake la mno lilikuwa ni kukemea maandamano ya fujo. Hata wale wako na maoni tofauti, hata wakati wa maandamano, pia tuhakikishe ya kwamba maandamano yale yasiwe ya fujo, yasiwe ya kuharibu mali, yasiwe ya kuharibu amani katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa lingine ambalo tutahamia mambo yakiharibika hapa. Kando na hoja nyingine, mbunge Owen Baya alizidi kutetea uongozi wa Rais William Ruto na kudai kuwa kampuni nyingi zimeweza kunawiri tena baada yake kutoa utawala mwaka 2022. Ruga Evil, TV 47.